Mimi sitaki. Nyumba si ya kwako, jenga ya kwako, sio lazima nikurithishe. Mungu atusaidie. Lakini tunarudi kwenye pointi ya msingi, usifikiri unaheshimiwa kama hujawa mwanamume. Hiyo ndio pointi ya msingi. Usifikiri kabisa kabisa, usije ukafikiri. Hata kama unaheshimiwa, unafarijiwa. Kwa hiyo hakikisha unajiweka sawa, uwe mwanaume. Hiyo ilikuwa ni utangulizi. Kwa hiyo fahamu nafasi yako. Hiyo ndo andika, fahamu nafasi yako. Andika hiki, fahamu nafasi yako. Koma, iteke ile nafasi yako. Iteke, koma, irudishe. Irudishe. Koma, ikalie. Ikalie. Ikalie nafasi yako. Hatutaki watu legelege. Ndio maana hata kanisani tukiagizana mambo ni kelele nyingi, kwa sababu hatuko smart. Iamrishe. Command your position. Command it. Mimi ni nani? Jitambue hivyo na command your position. Imarishe nafasi yako. Sasa ninakupa dakika 3. Inama, omba kimya, mwambie Mungu nirudishe kwenye line. Dakika 3 tu, wala usipige kelele. Anasikia kama alimsikia Hana aliomba na mumunya mdomo. Mwambie Mungu nirudishe kwenye line. Dakika 3. Kiuchumi, kiroho, kindoa, kifamilia, kimaisha, kibiashara, kinafasi, kiutumishi, fursa mbalimbali, kibali na upako, mafuta na neema, kila mlango utakao ugonga mbele yako, omba kibali, ukae kwenye position. Jiposition kufanikiwa. Jiposition kufunguliwa. Jiposition kubarikiwa. Mumunya kinywa kama Hana. Mungu anasikia aonaye sirini, baba yako. Mwambie nirudishe kwenye mstari ulioniandikia tangu tumboni. Iwe uchumi uliniandikia mimi sijui, iwe familia, iwe kiwango, iwe mafuta, iwe utumishi, iwe kiroho. Wewe Bwana unajua. Position. Hata wanawake ombeni. Haya ni maombi sasa. Position. Mungu akuposition. Iwe askofu, ni position sehemu sahihi. Iwe maisha ya kanisa, familia, baba, ni position. Iwe mambo yangu binafsi, ni position. Ni position nzuri. Position nzuri. Ni position nzuri. Mwenyezi Mungu, tusikia watoto wako katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante sana.